Kufuatiwa kusitishwa kwa ruzuku kutolewa kwenye chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuanzia Mei 28 mpaka Mei 30. Inawezekana ikawa haina athari yoyote kutokana na kauli mbiu yao ambayo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema walikuwa nayo kwenye kila aina ya mkutano ambao walikuwa wanaenda kuifanya. Na kauli mbiu ambayo walikuwa nayo ilikuwa ni tone to tone, ambayo ilikuwa inawaomba wananchi kuwachangia kiasi cha fedha chochote kile ambacho walikuwa nacho kwa ajili ya kuendesha chama chao kwenye kusambaza hii kauli mbiu yao ya no reform no election, wakitaka mabadiliko kwenye uchaguzi. Ndivyo kauli ambayo ilitolewa na msajili wa vyama vya kisiasa Jaji Francis Mutungi. Ilikuwa ni Mei 28 mpaka Mei 30. Inawezekana isiwe na athari yoyote kwa chama hicho kwa sababu kuanzia tarehe ambayo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimetangaziwa rasmi kutokupokea ruzuku kutoka serikalini kama chama cha kisiasa, ndivyo kutokana na kampeni yao ambayo walikuwa nayo, inawezekana imezaa matunda makubwa sana kwa sababu ndani ya siku 3 wameweza kukusanya kiasi cha shilingi milioni 30, ndivyo kama kwa mujibu wa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kanda ya Magharibi, wakili Dickson Matata, amesema siku 3 baada ya kusitishwa ruzuku wamefanikiwa kupokea zaidi ya milioni 30 kutoka kwa wapenzi wa chama hicho, ndivyo wametoa shukrani zao na wamesema kwamba tunawashukuru Watanzania kwa kuendelea kutuchangia kwa siku 3 tangu msajili atangaze kukifutia chama ruzuku tarehe 28 Mei mpaka tarehe 30 Mei mwaka 2025. Endelea kutuchangia kujirudia, ndivyo. Asilimia kubwa ya mchango kwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema yamefanyika kupitia huduma za kutuma pesa za simu, kifuatiwa na matokeo kwenye mikutano ya hadhara ya no reform no election inayoendelea mikoani, ndivyo. Mgogoro wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na msajili unatokana na maamuzi yake kuwa haitowaondoa wajumbe wa sekretari yake kama anayotaka msajili. Anaidai akidi hakuwepo wakati wanaapishwa. Hiyo ni kauli ya msajili wa vyama vya kisiasa nchini ndugu Francis, ambaye anataka kuna baadhi ya viongozi kwenye sekretari ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema waweze kuondolewa, au baadhi ya viongozi ambao wanapatikana kwenye uongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema waweze kuondolewa, lakini kwa kutokana na ukaidi ambao chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wanaona kwamba wao ni haki ya viongozi hao ambao msajili wa vyama vya kisiasa anayohitaji inawezekana haina haki. Kwa mujibu wa yeye, anasema kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wapo kwenye sekretari ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wakati wa usajili hawakuwepo kabisa, kwa hiyo inabidi waondolewe. Lakini kwa ukaidi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, basi adhabu ambayo iliwafuata ilikuwa ni kusitishiwa kutokupokea ruzuku kama moja kati ya chama cha vyama vinakuaga vinapokea ruzuku kutoka serikalini kwa ajili ya uendeshaji wao wa chama kwenye mambo yao ya ndani na mambo yao ya mkutano ambayo yanafanyika sasa hivi. Lakini inawezekana ilikuwa haina athari yoyote tu baada ya kutangaza ile utangazo waliendelea na ile kampeni yao ya tone ya kuchangia chama hicho, na wameweza kukusanya kiasi cha fedha kikubwa sana ndani ya siku 3, zaidi ya milioni 30 wameweza kuikusanya. Wewe una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho Chadema wamekuwa wanaendelea kupokea moyo wa upendo kutoka kwa wananchi na wamekuwa wanaunga mkono kutokana na kauli mbiu yao ambayo wamekuwa wanaenda nayo ya no reform no election? Imeonekana inazaa matunda, watu wameendelea kuipongeza na wameendelea kuiunga mkono kwa hali ya juu, na wanakusanya maoni kutoka kwa wananchi. Wakifikisha takriban maoni milioni 15, basi uchaguzi ambao unaelekea kufanyika mwezi huu wa 10 mwaka 2025 unaweza ukasimamishwa mpaka pale mabadiliko ambayo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wanataka, au baadhi ya vyama vya kisiasa nchini yanataka yafanyike, basi yaweze kufanyika ili kusudi kwamba uchaguzi uweze kufanyika wa uhuru na haki. Ndio kitu ambacho chama cha demokrasia na maendeleo Chadema unakitaka. Wewe una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wameenda kukifanya? Ndivyo, acha maoni yako kwenye ukurasa wetu wa YouTube, tunatumia kama Mbayu TV, na kama hujatufollow kwenye ukurasa wetu wa Instagram tunatumia kama Mbayu TV, lakini pia usisahau kumfollow Mr. Info JBZ kwenye ukurasa wake wa Instagram, anatumia hivyo. Chao.